Mama Maria, mama wa wote. Tuzidi kumshangilia huyu mama. Basi mwaka huu tena nimebahatika kuja kusali na wamama wa Maria. Hii mwaka jana ilikuwa tukio kama hili pia eh? Hapana? Basi mimi nina bahati sana. Nimefurahi sana kuja kukutana nanyi ingawaje kwa nafasi nyingine, lakini najua pia mlikuwepo mwaka jana kwenye ile nafasi. Nizidi kuwapongeza kwa utume ambao mnaufanya, utume wa Mama Bikira Maria mwenyewe. Na leo tunapoadhimisha siku hii nzuri, nitamani tumtafakari huyu mama kama kioo cha kanisa. Mama Bikira Maria sote tunafahamu ni mwombezi wetu, si ndio Lakini Mama Bikira Maria sio tu mwombezi wetu. Mama Bikira Maria pia ni mfano wa maisha ya ufuasi. Kwa hiyo tusimchukulie tu kama mwombezi, yaani nikiwa na shida yangu namuomba. Ni mfano pia wa maisha ya ufuasi. Kwa hiyo kila mwanakanisa anapaswa kumtazama Maria kama mfano na ajitahidi kumwiga ili awe mfuasi bora wa Kristo, sababu yeye ni mfuasi namba 1 wa mwanaye. Kwa hilo tusilisahau. Sasa leo napenda tumtazame huyu sio tu kama mwombezi wetu, lakini kama kielelezo, kama mfano wetu wa maisha ya ufuasi. Na kwa namna pekee leo naomba tumtazame huyu mama kama mama wa matumaini. Mama wa nini? Ninyi mna matumaini? Kweli? Sura zenu mbona kama vile Mama Bikira Maria, mama wa matumaini. Nimependa tutafakari hili kwa sababu moja kati ya hisia zinazotusumbua sisi wanadamu ni wasiwasi au hofu. Ushaikuwa na hofu au wasiwasi? Mimi huwa pia naongea na vijana, hasa wale vijana wa balee. Nazungumza nao hasa kuhusu namna ya kutawala hisia na kadhalika. Siku moja nikawauliza, hivi kuwa na wasiwasi au wasiwasi ni mbaya au mzuri? Nyinyi mnasemaje? Mbona wanasema wasiwasi ndio akili? Mbona wanasema wasiwasi ndio akili? Moja kati ya hisia zinazotusumbua ni wasiwasi. Wasiwasi ni au hofu ni hisia ya asili kabisa ya mwanadamu, na kwa yenyewe uwezo ukasema ni mbaya au ni nzuri. Ipo tu yenyewe, ni wasiwasi basi. Lakini kuna nyakati ni muhimu kuwa na wasiwasi, na usipokuwa na wasiwasi tutakushangaa, hasa pale unapohisi hatari. Wewe ukutana na simba hapa, utaanza kuwa na wasiwasi au hofu. Kwa hiyo unapohisi hatari ni halali, ni kawaida, inategemewa kuwa na wasiwasi. Ila changamoto inakuja, kuna wakati tunakuwa na wasiwasi na hofu mahali ambapo haipaswi kuwa na wasiwasi wala hofu. Lakini changamoto namna ya kutawala wasiwasi ili ufanye jambo la faida inapotokea hatari. Pengine hapo ndo changamoto kubwa zaidi. Sasa kwa Wakristo fadhila
inayotusaidia kudhibiti wasiwasi na hofu ni matumaini. Matumaini. Na Mama Bikira Maria ni mfano wa matumaini. Kwa hiyo ukiwa na wasiwasi, ukiwa na hofu yoyote ile, namna ya kuikabili hiyo, mtazame Mama Bikira Maria, atakusaidia kukuonyesha mfano wa namna ya kuikabili. Sasa matumaini ni nini? Fadhila ya matumaini ni tarajio hakika la baraka za Mungu na njia za kupata baraka hizo. Ndio matumaini. Pale hapo unapokuwa na tarajio la hakika kwamba nitapata baraka za Mungu, na kwa kupitia njia ambazo Mungu mwenyewe ameelekeza nitapata baraka hizo. Nikisali nitapata baraka za Mungu, nikifanya matendo mema nitapata baraka za Mungu. Nina matumaini hayo. Sasa hiyo ni fadhila muhimu ya kusaidia kutawala hofu na wasiwasi. Mama Bikira Maria katika maisha yake ya ufuasi ameonyesha ni mama wa matumaini. Unapomtazama wakati mwingine Mama Bikira Maria tunadhani kama mambo yote yalikuwa laini mteremko, lakini Mama Bikira Maria alipitia changamoto, na pengine amepitia changamoto kubwa pengine kuliko hata sisi sana. Na changamoto kubwa kupita zote sote tunaifahamu ni ipi? Aliyopitia Bikira Maria, ambayo unaweza ukasema ilimletea hofu na wasiwasi mkubwa, ni mwanaye kufanyeje? Kuteswa na kuuawa. Kupotea hii ilikuwa huko mwanzoni huko, ilimletea ndio wasiwasi, lakini kubwa kuliko zote ni kumshuhudia mwanaye wa pekee anakamatwa, anateswa, anauawa. Mama Bikira Maria akiwa chini ya msalaba anafanya nini anapomwona mwanaye anateseka na uawa? Anaanza kuhangaika, anamtafuta Mwamposa yuko wapi, anafanya nani? Anafanya nini? Anayaweka mambo yote wapi? Moyoni, kwa matumaini. Ana tarajio la hakika ya baraka za Mungu, kwamba hata kama mwanangu anateseka na kuuawa namna gani kiasi hiki katika, lakini natarajia kwa uhakika baada ya hapa Mungu atanibariki. Natarajia kwa uhakika baada ya hapa nitapata tuzo. Sio kwamba hakuwa na wasiwasi aba hofu, aliikabili hiyo hofu wa wasiwasi kwa hayo matumaini aliyokuwa nayo. Wewe umeshawahi kupata tatizo likakupa wasiwasi, hofu, ulifanya nini? Pengine umeshawahi kufiwa, ulifanya nini? Umepoteza kazi, ugonjwa na kadhalika, umefanya nini? Au pengine sasa una mahangaiko, una changamoto, unafanya nini? Je, una matumaini kwamba pamoja na giza nene unalopitia, lakini bado Mungu anakupenda na atakubariki? Huyo ndo mama yetu, alikuwa na tarajio la hakika. Sasa matumaini maana yake sio kuamini tu au kutumainia tu kwamba mimi nitapata baraka za Mungu bila kufanya chochote. Pengine wapo watu ambao wanasema mimi na matumaini, mimi natumainia tu, yani sifanyi chochote lakini najua nitapata baraka za Mungu. La hasha, hayo sio matumaini ya mama yetu Mama Bikira Maria. Wapo watu hawajishughulishi kwenda kanisani, hawasali,
hawaadhimishi masakramenti hasa upatanisho, lakini wanatarajia wataokoka, wanatarajia watakuwa na amani. Hapana, sio kutumaini tu. Lakini tumaini tu maana yake pia ni nini? Yaani kuamini au kutumainia kwamba wewe kwa nguvu zako tu mwenyewe unaweza kupata baraka za Mungu. Hapana. Ninatumaini nitapata baraka za Mungu kwa sababu yeye mwenyewe amesema, salini, ombeni, mtafanyeje? Mtapewa. Yeye mwenyewe amesema, tubuni na kufanyeje? Kuiamini Injili. Kwa hiyo natumaini nitapata baraka za Mungu kama nikitimiza wajibu wangu wa Mkristo, sio vinginevyo. Kwa hiyo matumaini. Sasa kama Mkristo unawezaje kukua katika fadhila ya matumaini? Kwanza ni muhimu kutambua kwamba hii ni fadhila ya kimungu. Mungu mwenyewe anatupatia hiyo fadhila kwa njia ya kupokea masakramenti, kwa njia ya sala, muomba. Lakini wewe unaweza ukafanya wajibu wako, nafasi yako ya kukua katika hiyo fadhila ambayo Mungu anakupa. Na jambo kubwa unaweza kufanya ni kujifunza kutazama mambo ya mbinguni. Yaani wewe katika maisha yako anza kujenga tabia, kila unalolifanya unalifanya kwa mtizamo wa maisha ya mbinguni. Mtume Paulo anatuambia, ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, mfanyeje? Yatazameni yaliyo juu. Kwa hiyo anza kujifunza hilo. Chochote, ikiwa unatafuta mchumba, kuoa au kuolewa, hiyo ndoa yako usiitazame tu kama jambo la kijamii, litazame katika mtizamo wa maisha baada ya maisha hapa duniani, kwamba ndoa hii itanisaidia nini mimi kufika mbinguni. Chochote, unataka kutoa zaka, sijui mavuno, sijui nini, usitazame tu kwamba hii zaka ni kwa mavuno kwa ajili ya kujenga ukumbi. Kutoa kwangu mavuno, shukrani, kunanisaidiaje mimi kufika mbinguni? Sio kwamba nataka nitoe ili watu wajue kwamba Father Kamina huwa anatoa. Itanisaidiaje kufika mbinguni? Mtakatifu mmoja anaitwa Alois, yeye alikuwa na msemo wake, chochote anachokifanya kabla ya kufanya alikuwa anajiuliza hilo swali, hili litanifaa nini kwa maisha ya umilele? Ikiwa amefufuliwa pamoja na Kristo, yatazameni yaliyo juu. Namna ya kukua katika fadhila ya matumaini. Kwa nini ni muhimu kufanya hivyo katika maisha yako? Mambo makubwa mawili au faida kubwa mbili utazipata katika maisha yako ya ufuasi ukijenga tabia ya kutazama mambo yaliyo juu katika kila unachokifanya. Moja, itakusaidia kujiachanisha kudharau mambo ya ulimwengu. Sio kwamba huyahitaji, hapana, lakini itakusaidia kuyafanya kuwa sio kipaumbele, sio jambo la kwanza. Unayaona tu kuwa ni njia ya kukufikisha kwenye lengo kuu. Kwa hiyo itakusaidia kuyadharau. Mtume Paulo anatuambiaje waraka kwa Wafilipi? Ameona mambo yote kuwa ni nini? Takataka. Wewe umeona mambo yote kuwa ni takataka? Kama hujafikia hapo, huna matumaini. Huna matumaini. Kama unaona bila kwenda saluni maisha hayaendi, huna matumaini. Itakusaidia kujiachanisha na mambo. Heshima.
umaarufu, sijui mali na kadhalika, yote haya utayadharau, utajiachanisha nayo, hayatakutawala, badala yake utayatawala. Kwa hiyo habari ya kukosa sijui mboga jioni ufanyeje, unaanza kukimbilia kwa mamposa wapi, hayatakuwepo. Ili mradi mahusiano yako na Mungu yako salama, si ndio? Hata kama ukilala bila kula ikibidi. Ndio maana Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni nini? Faida. Kwamba ikibidi kufa kwangu mimi ni faida, ili mradi ninaishi katika nini? Kristo. Huyo ana matumaini, huyo ana matumaini. Hiyo faida ya kwanza ya kujifunza kuyatazama mambo ya juu. Faida ya pili, ukiwa una tabia hiyo utahamasika katika kumfuasa Kristo, kwa sababu maisha ya kumfuasa Kristo sio marahisi. Mnakubaliana na mimi Sio marahisi. Sema ufe lakini cha moto akiona, sio marahisi. Sasa katika hali hiyo unahitaji hamasa, unahitaji kuhamasika kufanya, hata kama ikitokea kuna shida kubwa, kuna mahangaiko, lakini unahamasika kuyakabili. Kwa nini? Paulo anasema kwa sababu nimeonja uzuri wa Kristo, ndio maana naona mambo yote, hata kama ni mateso na nini, naona kwamba ni ya muda tu, ni ya muda tu. Kwa nini? Kwa sababu ya lile tuzo ninalolitarajia la kuunganika na Kristo milele. Hiyo ni hamasa tosha. Mimi huwa nawapa changamoto hata kwenye mambo ya kutoa mavuno. Nasema unajua watu hapa watoi hawajahamasika. Nasema hamasa yenyewe ni nini? Eti aje mtu hapa aanze kuchekesha, najua vile hivi ndio watoa. Hiyo sio hamasa. Hiyo sio hamasa ya kukufanya wewe utoe zaka kamili. Hiyo ni ya muda tu, ya kufurahisha sensi zako basi. Hamasa ya kweli itakayokufanya utoe zaka kamili inayouma ni kufikiri mambo ya juu basi. Na ndio maana huwa pia napachangua sema, ndio maana kila mwaka inabidi aje mtu hapa kuhamasisha. Sasa kama yule aliyohamasisha mwaka jana, kwa nini msitumie maarifa ya mwaka jana kutoa mwaka huu mpaka aje tena? Unaona, sio hamasa ya kweli, sio hamasa ya kweli. Lakini mtu aliyehamasika kwa sababu ana matumaini atatoa sadaka kubwa, atayakabili mateso na mahangaiko na maumivu kwa furaha na amani kubwa, kwa sababu ana matumaini. Na ndio maana Paulo pia anatuasa na sisi msichoke kufanyeje? Kutenda mema. Ujumbe wa Kwaresma mwaka huu, kwa sababu kazi hiyo si rahisi, inahitaji hamasa, inahitaji hamasa. Sasa Mama Bikira Maria ni mfano wa hilo. Angalia maisha yake yote, amepata mateso. Amezungumza hapa mtoto wake kupotea, kumtafuta, anazaliwa inabidi aende Egypt kule Misri, akimbia arudi. Haya yote mateso aliyokuwa anaweka moyoni, maana yake alikuwa anayachukulia katika matumaini. Sasa tumwombe Mungu kupitia maombezi ya huyu mama atujalie ili kweli tukue katika fadhila hiyo. Na anasema fadhila ya mwisho kufa ni ya matumaini. Kisha kufa hiyo, wewe tena uko kaburini, hata kama unatembea, hata kama unatembea. Matumaini, matumaini. Iweni watu wa matumaini. Kwa hiyo namalizia kwa kusema sio tu Mama Bikira Maria ni mwombezi wetu, lakini ni mfano wa maisha ya matumaini.
tumwangalie, tumtazame na tuige mfano wa matumaini. Mama Maria, mama wa wote. Tusimame kwa nasali. Iki kwa Mungu mmoja. Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa jina la manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele. Wapendwa, sasa tumpelekee Mungu maombi yetu kupitia Mama Bikira Maria, muombezi wetu, kiamini kwamba Mungu atapokea maombi yetu kadiri ya mapenzi yake.